ambapo tunakutana na taarifa ya mwenyekiti wa UVCCM Mohamed Ali Kawaida, ambaye amesema ajenda ya katiba mpya ni ya Chama cha Mapinduzi na si ya vyama vya upinzani, akidai wapinzani wamekuwa wakidandia hoja hiyo kisiasa. Na Kawaida amezungumza leo kwenye mkutano wa ndani wa wanachama wa CCM wilayani Tandahimba, ambapo Kawaida amesema tayari CCM imeweka kwenye ilani yake ya 2025-2030. Inasikitisha kinapotokea chama kinataka kupora ajenda ya Chama cha Mapinduzi ya kuhuisha na kurejesha mchakato wa katiba mpya, alafu wana CCM tumenyamaza. Ukiwauliza wana CCM wanakuambia tunamsubiri Kawaida aseme. Ukiwauliza wana CCM wanakuambia tunamsubiri Mwenezi aseme. Na wengine wakaenda mbali, tunamsubiri Mheshimiwa Rais aseme, ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, kwa kitu ambacho kipo katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kipo katika ahadi zetu za Chama cha Mapinduzi na tumekinadi Tanzania nzima. Sasa natuma salamu kwa wale wapora ajenda za chama chetu, kwamba ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi na CCM ndio watakaoikamilisha ajenda hiyo ya katiba mpya. Hatupaswi kuruhusu, ndugu zangu wana CCM wenzangu, kuporwa ajenda zetu. Hatupaswi na tusiruhusu hiki kitu. Lakini na ile ajenda yao nyingine, ni wakumbushe kwamba hii ni nchi huru inayoitwa Tanzania. Ina sheria zake, ina katiba yake na ina kanuni zake. Haiongozwi kwa matakwa ya mtu, haiongozwi kwa mihemko ya watu. Nchi hii inaongozwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii inaongozwa kwa kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nchi hii inaongozwa kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi katiba mpya si ya Watanzania au? Sidhani kama yani itakuwa ngumu sana kupata katiba mpya. Kwa sababu yani mimi nahisi kama inakuwa ngumu. Siwezi kusema itakuwa ngumu, nahisi kama inakuwa ngumu kwa sababu katiba ni win-win situation. Katiba si ya chama, katiba si ya Chadema, katiba si ya CCM, katiba mpya si ya Waislamu, sio ya Kristo, sio ya Pagani, sio ya wakulima, sio ya ST, si ya Yanga, si ya Simba, sio ya kitu chochote. Kama tunaanza kugombania nani ni ajenda yake, nani ni ajenda yake, yani ni kitu ambacho mimi sioni kama kina maana yoyote. Mimi najua Watanzania wote wanahitaji katiba mpya kwa dhati kabisa. Tuachane na uchama. Na tuache uchama na tuache kile kilichotokea kwa wakati ule kupitisha wakati tunajadili katiba mpya, wakati wa rasimu ya Mzee Warioba, kwamba kutakuwa kuna kundi la walioshinda na walioshindwa, alafu kwa itikadi zao. Hilo jambo ni baya sana. Kwa hiyo kama tunaanza kugombania hii ajenda ni ya nani? Na of course nimemsikia hapo mwenyekiti anasema kwamba na sisi ndio tutaikamilisha. Hawa tayari nao wanaanza kujitenga, kwamba okay, hii itakuwa ni ya kwenu na nyinyi ndio mtaikamilisha. Na ukishasema ni ya kwenu, ina maana utaweka mapendekezo yenu. Sisi tutasikilizwa, sisi tutafanya nini? Kwa hiyo tusigombanie sana, kwa sababu kila mtu anahitaji katiba mpya. Yani ili wazo mimi sijui hata lilitoka wapi, lakini naona pande zote zina idea ya katiba mpya. Sasa tukianza kusema hii ni idea ya kwetu, hii ni ajenda yetu, mimi nadhani ni ajenda ya kila mmoja. Focus tuikamilishe. Alafu Oscar, ulikuwa unasema wakati ule sana kwamba tuna hili tatizo, swala la ajenda mpya inaonekana kama mwongozo wetu sisi ni wanasiasa. Unaonekana ni mwongozo unatoka kwa wanasiasa wa upinzani, wanasiasa wa chama tawala. Uwezi ukasikia wakulima au chama cha wafanyakazi kiko mbele kikidai katiba mpya au kijaribu kutoa miongozo kadhaa. Sasa inaonekana kama vile tunaanza tena ushindani sasa. Kama tunaanza kushindana nani alileta ajenda, mwisho wa siku tutafika. Baadaye watu wataanza kusema bwana sisi ndio we own this.